Karibu katika sehemu ya simulizi hii. Ni baada ya mwaka mmoja kupita sasa Nayana akiwa Spain. Ilikuwa ni kipindi cha mvua ya barafu snow, theluji ilitanda kila mahali, pia kulikuwa na baridi sana. Nayana akiwa amesimama katika mtaa mmoja wapo akiangalia watoto wakicheza na kuruka kwenye barafu, ghafla alisikia sauti ikisema, habari yako. Yeye Nayana aligeuka na kuangalia, ilikuwa ni sauti ya kijana mtanashati ajulikanaye kwa jina Ilhadi. Nayana akamjibu, nzuri tu. Baada ya jibu lile, Ilhadi alifurahi sana akasema, ohoa, unaongea Kiswahili kumbe. Mimi nipo hapa Spain kwa miaka 3 sasa, lakini sikubahatika kukutana na mtu anayeongea Kiswahili. Mimi naitwa Ilhadi, nimetokea Tanzania. Yeye Nayana akamjibu, mimi naitwa Nayana, natokea Tanzania pia. Nina mwaka mmoja tu hapa Spain. Ilhadi, vipi? Unatokea mkoa gani Tanzania? Nayana, natokea Dar es Salaam. Ilhadi, mimi pia natokea huko, ndipo ninapoishi nikirudi Tanzania nyumbani. Samahani, naweza pata namba yako ya simu tuwasiliane zaidi? Nayana, sawa. Nayana alimpa Ilhadi namba ya simu siku ile. Siku zinavyozidi kwenda, walikuwa wakiwasiliana na kufahamia na zaidi. Siku moja Ilhadi alimuomba Nayana wakutane sehemu. Ilhadi alikuwa tayari anaonekana kumpenda Nayana. Alijiambia moyoni kwamba leo ni siku ambayo nitakwambia Nayana kuwa nakupenda. Wakati huo akiwa amekaa kwenye benchi lililopo karibu na bwawa dogo akimsubiria Nayana, ghafla Nayana akatokea, kisha akakaa kwenye benchi huku akiwa anatetemeka kutokana na baridi, kisha akasema kwa upole kumwambia Ilhadi, ye Nayana, mambo, umefika muda sana, leo nahisi baridi sana kuliko kawaida. Ilhadi, hapana, sio muda sana. Ya, kweli leo baridi ipo kali zaidi. Ilhadi alimuangalia machoni Nayana huku akijisemea moyoni, Nayana, natamani nikuambie sasa hivi, lakini mdomo unakuwa mzito sana. Nayana akamwambia Ilhadi, sawa, niambie. Ilhadi, vipi? Utakuwepo hapa kwa muda gani? Nayana, nipo hapa kwa muda ambao baba atakuwa huku kikazi. Pindi atakapoondoka basi na mimi nitaondoka. Ilhadi, sawa, mimi nipo huku kikazi pia. Mimi ni mtafsiri wa lugha, pia nafanya biashara. Nayana, sawa, ni vizuri. So unajua maeneo mengi sana huku? Ilhadi, ndiyo, bila shaka. Nayana, kesho naomba twende mahali, ni sehemu nzuri na mimi utafurahia sana. Nayana, sawa. Siku inayofuata Ilhadi alijiandaa kikamilifu kwa siku hiyo atamwambia Nayana kuwa anampenda. Ilhadi alifika na Nayana katika mkahawa maarufu Pimboni hapo. Hakika kulikuwa sehemu tulivu na inayovutia. Ilhadi aliketi pamoja na Nayana katika meza pia. Waliagiza vyakula vizuri, walikula na kunywa. Ilhadi alimwangalia Nayana usoni kwa sura ya tabasamu. Alijiambia moyoni kuwa, Nayana, sasa nataka kukuambia hisia zangu. Nataka kukuambia hisia gani nilizonazo kwako. Nataka nikuambie huu muchi iloveyo Nayana. Let's do this. Ye Nayana akasema kwa tabasamu, chakula cha hapa ni kizuri sana, nimekipenda sana. Ilhadi akasema kwa kutojamini, Nayana, mimi nakumbepe, napenda hiki chakula pia ni kitamu sana. Ilhadi alishindwa kwa mara ya kwanza kumwambia Nayana kuwa anampenda. Alipotaka kujaribu kwa mara ya pili, ghafla papo hapo mhudumu akaja na kusema, bosi, bili ni hii hapa na namba ya malipo pia. Ilhadi akamjibu, sawa, hamna shida. Ilhadi akalipia kisha wakaondoka. Walipokuwa njiani, Ilhadi akasema kumwambia Nayana, vipi, umeenjoy siku ya leo? Kuna sehemu nzuri nyingine za kwenda kufurahia. Nayana, Ilhadi, asante, lakini kesho nitapumzika nyumbani, labda siku nyingine. Baada ya hapo waliendelea na kisha kila mtu akapita njia yake. Siku inayofuata Nayana alishikwa na homa, hivyo alishindwa hata kuinuka kutoka kwenye kitanda. Baba yake na mama yake walikuwa na hofu sana kuhusu hali ya mtoto wao, wakaamua kumuita tabibu nyumbani aje kuangalia afya ya Nayana. Tabibu alipofika alipima hali ya Nayana kisha akasema, hali yake siyo mbaya sana, bali ni homa inayosababishwa na hali ya hewa ya huku. Jitahidini avae nguo nzito, pia akae mazingira yenye joto, hivyo atakuwa sawa. Baada ya tabibu kuondoka, baba yake Nayana alisema kumwambia Nayana, itabidi nikurudishe nyumbani tu, kipindi hiki baridi inazidi sana huku na wewe haujazoea, so kesho ukiwa sawa utarudi nyumbani Tanzania, sawa miloveligiri. Nayana aliitika kwa kusema, sawa baba. Mama yake Nayana akamkumbatia mwanae huko akimwambia, utakuwa sawa hone. Siku inayofuata baba yake na mama yake Nayana walimsindikiza Nayana mpaka uwanja wa ndege. Nayana alipita kwenye ukaguzi wa mizigo kisha akapanda ndege kuelekea Tanzania. Aliposhuka uwanja wa ndege alipokelewa na rafiki yake anaitwa Jasmine. Walipanda kwenye gari kuelekea kwenye nyumba yao ya kifahari. Walipofika walishuka kwenye gari na kupokelewa mizigo yao na mlinzi. Baada ya muda kidogo
Nayan na Jesmini wakiwa chumbani, Jesmini alimuuliza Nayan, vipi kuhusu Naizi, uliwasiliana naye? Nayan akajibu, hapana, tangu niondoke sikuwasiliana naye. Jesmini akamuuliza Nayan, kwa nini lakini? Hivi unajua mama yake Naizi alifariki ile siku ulioondoka na kumwacha. Alitaka kukwambia lakini hukumpa nafasi ya kuongea naye wala kumsikiliza. Kipindi kile alikuwa katika hali ngumu sana. Naizi alinipigia simu kisha ndio ananiambia hayo yote. Baada ya Nayan kusikia maneno yale alilia sana, moyo ulimuuma. Kwa nini alimfanyia Naizi vile? Kwa nini alimwacha katika kipindi kigumu ambacho faraja yake ilikuwa ni uwepo wake Nayan? Nayan alimwelezea Jesmini huku akisema akiwa analia kwa uchungu, Jesmini, nimekosea sana kwa Naizi. Nimekosea sana. Sijui nifanye nini. Sikufikiria. Mimi nilifanya maamuzi ya haraka tu. Jesmini, nataka nikutane naye. Lakini unafikiri atakubali hata kumwangalia? Hapana. Hawezi kwa sababu nimekosea sana. Jesmini, nisaidie. Jesmini alimjibu Nayan, bado unampenda Nail? Kama ni ndio, basi nenda ukutane naye. Kesho ni siku ya kumbukumbu ya kifo cha mama yake. Nenda ukakutane naye na umuombe msamaha kwa kila kitu. Hiyo nafikiri ndiyo itakuwa njia bora. Nitakuelekeza ni wapi. Sawa? Nayan alimjibu kwa upole, sawa. Siku inayofuata, kijana mtanashati Ilhad alipanda ndege na kuwasili Tanzania. Hiyo ilikuwa ni baada ya kupata taarifa ya kwamba Nayan alirudi Tanzania kutokana na matatizo ya kiafya yaliyompata. Wakati akiwa ndani ya ndege aliangalia picha ya Nayan katika simu yake huku akisema moyoni, natumai upo sawa Nayan, na nimekuja Tanzania kwa ajili yako. Naamini huku sitoshindwa kukuambia hisia nilizonazo kwako. Nakupenda sana Nayan. Siku hiyo hiyo kwa upande wa Naizi, alienda kuzuru kaburi la mama yake. Naizi alikuwa tayari, hali yake ya kiuchumi imeimarika. Alishuka kutoka katika gari yake nzuri ya kifahari huku akiwa amebeba maua. Alipofika karibu na kaburi la mama yake alisema kwa huzuni, mama, natumai upo salama. Ni mimi mwanao Naizi, nipo hapa, nimefika kukuona. Mama, nakumbuka nilipokuwa mdogo nilikuahidi kwamba ipo siku nitafanikiwa na nitakufanya uishi maisha mazuri, uwe na tabasamu kila siku. Mama, leo tayari nimefanikiwa, lakini wewe haupo mama. Naizi alilia kwa uchungu sana. Ghafla anasikia sauti ya Nayan ikimwambia, usijali, mama yako anaishi maisha mazuri na tabasamu kila siku huko alipo, kwa kukuwa na wewe tayari umeshatimiza ndoto yako. Maneno yale yalimtia moyo Naizi. Muda kidogo akakaa kwenye benchi lililopo karibu. Nayan akamwambia Naizi kwa upole na kuomba msamaha, Naizi, samahani sana, naomba unisamehe. Niliondoka na kukuacha kipindi kigumu. Nilivunja yale mahusiano kwa sababu niliamini kuwa haitowezekana upendo kudumu tukiwa mbali. Naizi, sikufikiria. Naomba unisamehe sababu bado nakupenda sana Nail. Naizi alimsikiliza kwa makini na kisha akamjibu kwa upole, nilikusamehe toka siku uliondoka kwa sababu nilijua tu unanipenda na utarudi siku moja, na leo ndiyo imetimia. Nakupenda sana Nayan. Nayan, uko tayari kuolewa nami? Nayan alijibu kwa furaha na tabasamu, ndiyo Nail. Baada ya hapo alipanda katika gari na kuondoka, lakini wakati huo kumbe Ilhad alikuwa yupo maeneo ya karibu hapo hapo. Aliwashuhudia Naizi na Nayan wakiongea na kuingia katika gari. Hapo Ilhad aligundua fika kwamba Nayan alikuwa sio wake. Alijisemea moyoni, Nayan, kumbe upo na mtu, naonekana mnapendana sana. Labda haukuwa sehemu yangu, na ndiyo maana ulimi wangu ulikuwa mzito sana kunyanyuka kukuambia kuwa nakupenda. Nakutakia maisha mema yenye furaha. Mimi narudi Spain. Gari walilopanda Naizi na Nayan liliondoka mbele yake akishuhudia. Baada ya mwezi mmoja, Naizi na Nayan walifunga ndoa. Waliishi maisha yao mazuri na yaliyo na furaha daima. Hakika muda mwingine tunapitia shida na matatizo makubwa katika maisha yetu, hali inayotupelekea kukata tamaa kabisa, lakini siku zote usichoke, inuka na kukabiliana nazo, kwani baada ya dhiki basi faraja hufuata. Kufikia hapa ni mwisho wa tamthilia hii. Tukutane katika tamthilia zijazo. Bye.